Urusi inasema kwamba wakati wa kufanya mazungumzo ya marais watatu, kwa maana rais wao Vladimir Putin, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Marekani bwana Donald Trump bado haujawadia. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema hayo leo mjini Moscow kwamba Putin yuko tayari kwa mawasiliano ya ngazi ya juu, lakini si wakati sahihi wa viongozi wakuu kukutana hadi baadhi ya mambo yaanze kurekebishwa. Msemaji wa ikulu hiyo ya Urusi Dmitry Peskov amesema mjini Moscow akisema kwamba rais wa Urusi bwana Vladimir Putin wakati huu yupo tayari kwa ajili ya mazungumzo ya utatu, kwa maana viongozi watatu kutoka Urusi, yeye mwenyewe Putin, kutoka Marekani rais Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, lakini anasisitiza kwamba mawasiliano kama hayo yanapaswa kufanyika ikiwa tu kuna makubaliano yaliyofikiwa awali katika ngazi za kiufundi. Trump ameashiria uwezekano wa kufanyika mkutano wa kilele wa pande tatu kama sehemu ya juhudi zake za kuvimaliza vita nchini Ukraine vilivyodumu kwa miaka mitatu sasa. Licha ya mazungumzo ya Istanbul baina ya Urusi na Ukraine kumalizika bila makubaliano siku ya Jumatatu, Peskov amesema yalikuwa ni matokeo muhimu kwenye eneo la kiutu baada ya kukubaliana kubadilishana wafungwa wa kivita na mengine makubwa ya kurejeshwa miili ya wanajeshi waliouawa katika uwanja wa vita. Lakini hadi mazungumzo haya yafikiwe, ni wazi lazima kuwepo na mazungumzo ambayo ni ya kujenga na ya awali. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo wakati huu yanazingatiwa kwa pande zote mbili ni kwamba Urusi inazingatia maeneo iliyoyatoa kwa maana ya Crimea, eneo la Luhansk na Donetsk, lakini Zaporizhia na Kherson kuwa ni sehemu katika maeneo yake kwa sababu watu wake walipiga kura ya kujiunga na shirikisho la Urusi, huku Ukraine ikisema kwamba lazima maeneo hayo yarejeshwe na yawe mikononi mwa Ukraine. Kadhalika Urusi imeitaka Ukraine kuondoa wanajeshi wake katika maeneo hayo yote manne pamoja na kuachana na kufanya mashambulizi, lakini kubwa zaidi ni nchi hiyo kukubaliana na kutojiunga na NATO, jambo ambalo bado limekuwa ni kizungumkuti, huku Volodymyr Zelensky akiomba kila kukicha aunganishwe katika NATO, akiamini kwamba ikiwa atakuwa mwanachama wa NATO ni wazi kuna uwezekano mkubwa akayapata maeneo yake yote ambayo yametwaliwa na Urusi, kwani mataifa ya NATO yote kwa ujumla yataingilia kati na kupeleka majeshi yao na kupambana na serikali ya Urusi ya bwana Vladimir Putin. Ndilo jambo ambalo rais Volodymyr Zelensky analihitaji. Mazungumzo ya Istanbul yaliyofanyika Jumatatu yalishindikana kupatikana majibu, lakini kubwa zaidi ambalo limetendeka ni kubadilishana kwa wafungwa. Hata hivyo, wanadiplomasia wa Urusi wamesema kwamba hawawezi kufikia makubaliano ya kumruhusu rais wa Urusi Vladimir Putin kuingia katika mazungumzo na viongozi watatu, ambayo rais wa Marekani alidai katika wiki iliyopita kwamba huenda mazungumzo hayo yakafanyika wakati wowote na yatatangazwa. Lakini taarifa iliyotolewa na ikulu ya Kremlin ni kwamba hakutakuwa na mazungumzo ikiwa hakutakuwa na muafaka katika mazungumzo ya awali ya pande mbili. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.